Ndugu mtazamaji, karibu tena rafiki katika vipindi vyetu, mfululizo wetu wa masomo yanayoitwa Hakiuzwi. Hakiuzwi. Karibu tena, na mada yetu ya leo inaitwa wanaume walioweza kununuliwa na kuuzwa. Kabla tujaanza, tupate ombi. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa muda wa pekee uliotupatia wa kuweza kujifunza zaidi na kuelewa ni kitu gani kitatufanya sisi tusiuzike, ni kitu gani kitatufanya sisi tuuzwe, na ni sehemu gani tunahitaji tuwe waangalifu katika maisha yetu ili tuweze kufuata wewe kwa umakini zaidi. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu, amina. Mada yetu ya leo, wakati tunaendelea na mfululizo wetu Hakiuzwi, wanaume walioweza kununuliwa. Angali tunaendelea kuangalia, tulimuona Naboth, na Naboth alikuwa mtu aliyeweza kuona kwamba kuuza shamba lake lilikuwa ni jambo la kukanusha utambulishaji wake, kukanusha urithi wake wa hapa duniani na maagizo ya Mungu na uadilifu wake. Hebu tuendelee na hiki kisa, tuangalie vizuri zaidi. Lakini kinyume na Naboth ambaye hangeweza kununuliwa wala kuuzwa, Biblia inatufundisha kwamba kulikuwa na mtu mwingine, na sio mwingine zaidi ya mfalme. Alikuwa ni mtu anayeuzika. Sikiliza, Biblia inatufundisha kuwa Ahab alikuwa ni mtu wa aina tofauti. Alikuwa ni mtu ambaye angeweza kununuliwa au kuuzwa. Kwa kweli Biblia inamwelezea Ahab kwa maneno haya: lakini hapakuwa na mwingine kama Ahab aliyejiuza kufanya uovu machoni mwa Bwana, aliyojiuza kufanya mabaya, ambaye Yezebeli mkewe alimwamsha. Tunasoma hiyo katika waraka wa kwanza wa Wafalme sura ya 21 mstari wa 25. Na Ahab alikuwa amejiuza kufanya uovu. Kwa asili alikuwa na tabia ya kutamani. Ahab aliyeimarishwa na kusaidiwa kufanya maovu na Yezebeli alifuata mapenzi ya mke wake na moyo wake muovu, akikamilisha roho yake ya ubinafsi. Alikuwa hawezi kustahimili kukataliwa kitu fulani. Kwa hiyo akikataliwa matakwa yake, vitu alivyovitaka alihisi vinapaswa kuwa vyake hapo hapo. Na kwa kuwa Ahab alikuwa na tabia hiyo mbaya, chafu, ya kutamani na ya ubinafsi, haikuwa ajabu kwamba alijiuza kwa malkia muovu, kwamba alijiuza. Na hebu tuone jinsi huyu mtu alivyoshiriki naye kufanya uovu. Sikiliza, angali tunaingia katika hiki kisa, hebu tuone jinsi walivyoshirikiana. Na Ahab aliyokuwa ni mshauri wa madaraka, mwenye tamaa wa mfalme Ahab, anayeelezwa katika mstari wa kwanza kama Ahab wa Samaria, hakuona mali kama Naboth alivyokuwa anaiona. Kwake yeye alikuwa anaona hii sehemu anapaswa yeye kuwa naye kama sehemu ya makazi yake ya kifalme. Haikuwa urithi wa babu, haikuwa utambulisho wa mtu. Hakujali kwamba Mungu alisema tofauti. Na kwa sababu hiyo alikuwa ni mtu angeweza kununuliwa na kuuzwa. Na kwa kweli Biblia inamwelezea Ahab kwa maneno kwamba hapakuwa na mwingine kama Ahab aliyejiuza kufanya uovu machoni mwa Bwana. Hapo ndipo tunapoona utofauti mkubwa wa Naboth na Ahab. Tunaona kwamba Ahab alikuwa amejiuza kufanya maovu. Tunaona kwamba tabia kuu ya utu wake ulikuwa ni tamaa.
na kwa asili alikuwa na tabia ya kutamani, aliyeimarishwa na kusaidiwa na mwenzake. Na kwa kuwa Ahab alikuwa na tabia ya kutamani, haikuwa ajabu kwamba alijiuza kwa huyu malkia muovu. Na ukiangalia vizuri, ndipo unaweza kuelewa kwamba hili jambo, Ahab kwa ardhi ilikuwa ni kitu cha kununua, cha kumiliki kwa pesa au kwa nguvu. Haikuwa ina uhusiano na utambulisho au urithi wa mababu au uadilifu wa kiroho. Rafiki, hapa ndipo swali la kwanza tunahitaji tujitathmini. Je, katika maisha yetu vipaumbele vyetu ni nini? Je, sisi ni watu tuniouzika? Je, kwetu sisi chochote kinaweza kununuliwa? Je, mtu akikatalia kitu fulani kwa sababu ya hitaji lake, kwa sababu ya uadilifu wake, kwa sababu ni haki yake, kwa sababu ni utambulisho wake, je, wewe na mimi tuko katika sehemu gani? Tutakuwa kama Ahab? Ukiangalia vizuri, Naboth alikuwa ni mwadilifu. Kwa hiyo pendekezo lake kwa Naboth lilivyotolewa na Ahab, hata kama ilikuwa ni dili mzuri, aliambiwa atapewa hela, atapewa shamba lingine, mambo mengi, lakini Naboth alikataa kwa sababu ya utambulisho wake, kwa sababu ya urithi wa baba zake na kwa vizazi vyake vya mbele, na kwa sababu ya uadilifu wake wa kiroho. Hata hivyo, Ahab alikuwa ni mtu tofauti. Sikiliza, ukiangalia vizuri unakuta kwamba Ahab alikasirika kwamba amekataliwa. Je, hata wewe na mimi tunaweza tukajikuta sehemu tunakasirika wakati sio haki yetu, na tunahitaji tumuombe Mungu atusaidie ili hizi hisia zilizokuwa sio za haki, shetani anajaribu kuziweka, kuzikuza na kuzichochea, ziangamie ndani ya mioyo yetu. Sikiliza, katika maisha yetu kuna vitu viwili, kuna wanyama wawili tunaweza tukawalisha. Upande mmoja kuna simba mwovu, upande mwingine tunaweza tukawa na ndama mzuri, tunaweza tukawa na kiumbe kipole, tunaweza tukawa na kondoo mwema. Na wewe na mimi tunahitaji kuchagua kwamba unamlisha mnyama gani katika maisha yako. Je, unapokataliwa kitu kilichokuwa sio haki yako, unakasirika? Katika mstari wa 4 wa kifungu chetu katika waraka wa kwanza wa Wafalme 21, tunapata mtazamo wa jinsi watu walivyokuwa maelfu ya miaka iliyopita. Na tunaona kwamba inasema, na Ahab akaenda nyumbani kwake akiwa na huzuni na hasira kwa sababu ya neno aliloambiwa na Naboth. Kwa sababu ya kile alichoambiwa, akalala kindani mwake, akaigeuza uso wake, akafanya nini? Wala akula chakula. Fikiria mfalme wa Israeli anafanya maandamano kama mtoto mdogo aliyeonewa. Anakataa kula mboga zake kwa sababu Naboth alishikilia shamba lililokuwa ni haki yake kushikilia. Labda hata alijivua mdomo wake au akatoa machozi kidogo kabla ya kugeuza pua yake kwenye ukuta. Inaonekana kuwa watu wa binafsi katika nafasi za madaraka hawawezi kuvumilia maamuzi. Yawezekana Mungu amekuweka katika sehemu ya madaraka, lakini pale unapokataliwa jambo, unaanza kuhisi umeonewa na unaanza kuwa na hisia kama mtoto mdogo. Sikiliza rafiki,
Kuna sehemu mtu akikwambia kwa uadilifu, hii sio haki, kubali. Kwa uadilifu wake anavyojaribu kumcha Mungu, unapoambiwa hii sio haki, kuwa tayari kukubali. Sikiliza, hadithi inayoendelea la hili shamba, kadiri hadithi ya huzuni ya shamba la Naboth inavyoendelea, tunaona uovu wa Ahab. Alikuwa ni muovu kama Yezebeli. Kwa nini nasema hivyo? Anaanza kwa kuomba kitu ambacho hakikuwa haki yake, kisha kuwa na hasira za kijinga kama mtoto mdogo, na anaendelea na haoni kwamba anaweka pembeni ukweli kwamba imani ya kidini, uadilifu, utambulisho na urithi wa vizazi vya mbele ndicho vinachomfanya Naboth akatae, sio kwa sababu hampendi mfalme, sio kwa sababu hamheshimu. Lakini maelezo Ahab anayotoa kwa mke wake ni tofauti. Anaanza kupunguza ukweli wa kile kilichotokea. Hata wewe na mimi tunapokataliwa jambo fulani, linapoenda kinyume na matakwa yetu, tusipoangalia, tunaweza tukaanza kutoa maelezo, tukaanza kuhisi tumeonewa, tukaanza kutoa maelezo tumeonewa, wakati kile kilichofanyika ilikuwa ni haki. Labda ingemzuia mwanamke huyu Yezebeli kama angeambiwa tofauti, kama angeelezwa vizuri kwa sababu gani Naboth amekataa. Lakini alichoambiwa ni kwamba tu, mimi kama mfalme nimeomba na huyu Naboth amenikatalia hili shamba. Labda ingemzuia Yezebeli kwenda mbali, lakini ingeweza labda kumfanya aangalie kwa makini, kwa sababu kumbuka, baada ya yote alikuwa ameona miaka 3 ya njaa baada ya nabii kuja kuongea. Aliona moto ukiangua kutoka angani na mvua kubwa iliyoletwa kutoka mbinguni. Alikuwa amewaona manabii 400 wa miungu yake wa Baali waliokuwa wameuawa kwa upanga wa Bwana. Hivi vyote Malkia alikuwa tayari amevishuhudia, na angeelezwa vizuri, labda kungekuwa na uwezekano angesema tutulie. Kwa hakika huyu Malkia alijua nguvu ambazo Yehova angeweza kutumia wakati wanadamu wa kawaida, hata Malkia ambaye ni mkaidi, wangeenda kinyume na shauri lake. Sikiliza, badala yake aliona kwamba Ahab alikiwasilisha hadithi yake, namna alivyokuwa anaielezea kisa chake, kiasi kwamba aliona kwamba huyu Naboth ni mtu mwenye kiburi. Hii ilikuwa ni kesi ya kupinga kwa makusudi na hata kwa hatari kwa nchi na usalama wa nchi, dhidi ya kiongozi aliyotiwa mafuta. Sikiliza, kwa Yezebeli, Naboth alikuwa mtu miongoni mwa watu mwenye kiburi, mwerevu, aliyofikiri kuwa uamuzi wa pamoja na mashauri wa wafalme alikuwa anaweza akauchukua. Sikiliza, kama mwerevu na mharakishaji katika kufanya maamuzi, Yezebeli aliona suluhisho rahisi, ingawa lisilo la kimaadili kabisa, kwa tatizo hili kulitatua mara moja. Na inasema katika mstari wa 7, je, sasa unatawala ufalme wa Israeli? Aliuliza Malkia, ama kula chakula na moyo wako uwe na furaha? Nitakupa shamba la Naboth Myezreeli. Aliongea kwa mamlaka. Jibu ya Yezebeli, je, sasa unatawala Israeli, linaweza kuwa lilikuwa la kiemko, lakini vitendo vyake ambavyo vinazungumzia namna yeye alivyokuwa anajichukulia kama malkia, uwezo aliokuwa nao,
anatumia mamlaka ya kifalme ambayo Ahab hakuwa nayo. Anatangaza kwa njia nzuri ya kifalme kwamba atapata shamba kwa ajili ya Ahab. Anamtangazia vizuri kwa mamlaka. Yezebeli alikuwa mwerevu, asiyeshindika, asiyeweza kushindwa, asiyeweza kupatanishwa, mcha Mungu wa Baali, na alimchukia mtu yeyote aliyemsema vibaya au kukataa kumwabudu Mungu wake Baali. Sikiliza. Kwa kweli wakati wa hadithi hii, nabii Eliya alikuwa akimbia kutoka kwa Yezebeli kwa takriban tayari miaka 4 hadi 5. Kwa hivyo wakati Yezebeli alimwambia mfalme, nitaenda kukupatia shamba hilo, hatupaswi kuwa na shaka, na ninaamini hata Ahab alikuwa na mashaka kuhusu dhamira yake. Uovu wake ulikuwa unajulikanika, wala kile alichoweza kufanya. Na ndio maana hata Ahab alikuwa ndani ya kundi la watu waliouzika. Sikiliza. Basi akaandika barua kwa jina la Ahab, mstari wa 8. Nasema akaizika kwa muhuri wake, akazipeleka kwa wazee na wakuu waliokuwa mjini wake wakikaa na Nabothi. Naendelea kusema, akaandika katika barua akisema, tangazeni kufunga na kumtangaza Nabothi kuwa juu miongoni wa hawa watu, na kuweka watu 2 wana wa Beliali mbele yake, ili washuhudie dhidi yake wakisema, umejivunza kumtukana Mungu na mfalme. Kisha mtamtoa nje na kumtupia mawe ili afe. Tunapoendelea kuangalia mfululizo wetu Hakiuziki, tunamwona mtu anayeuzika. Tunamwona Ahab aliyokuwa tofauti kabisa na rafiki yetu Nabothi, mcha Mungu wa kweli. Je, kuna sehemu gani katika maisha yetu tunaruhusu jambo lifanyike na ukweli kupunguzwa katika namna tunavyoongea kuwasilisha jambo fulani? Katika maisha yetu tunahitaji sehemu gani kujitathmini na kufanya marekebisho? Katika mamlaka tuliyopewa, katika sehemu za kazi tulizopewa, katika namna tunavyowasilisha jambo fulani. Rafiki, Ahab aliuzika kupitia tamaa zake. Je, wewe na mimi, tamaa zetu za kimwili, tamaa zetu za fedha, tamaa zetu za kuwa na mafanikio vinatufanya tuuzike, tuuze uadilifu wa mtu mwingine? Inatufanya tuwe tayari kuwaonea watu wengine walioomba kitu cha haki. Sikiliza. Alimruhusu mke wake aliyemjua namna alivyo muovu kutenda vibaya. Aliruhusu huyu mwanamke asonge mbele na kuhakikisha kwamba hisia za kwamba ameonewa kuziruhusu ndani ya moyo wake, wakati haikuwa haki yake. Ni kitu gani rafiki kinatufanya sisi turuhusu shetani atumie hisia zetu, tuhisi tumeonewa wakati hatujaonewa? Tuhisi kwamba kuna jambo limefanyika na tuanze kupunguza ukweli na kuwafanya watu wengine waingie katika dhambi, wakati tungelieleza lile jambo vizuri. Tungekuwa tunaziangalia hisia zetu vizuri na kuelewa kwamba hata kama tunahisi hivi, lakini sio kweli, na kumwomba Mungu atusaidie, tungeweza kutembea katika njia ya haki na kutokuuzika. Rafiki, shetani daima katika vitu atakavyovitumia ili uuzike ni tamaa zako. Atatumia wabinti wazuri kama wewe ni mwanaume anayopenda wanawake. Atatumia madaraka ili aweze kupeleka katika sehemu, na unaweza kukawa tayari kuua ili upate madaraka. Unaweza ukawa tayari kwenda kwenda sehemu na kuua watu ili upate madaraka na kuwaonea watu.
huku ukihisi umeonewa wakati wewe ndio mwonevu. Yesu anatuita leo. Mungu atusaidie tuweze kufanya maamuzi, tusimame katika ukweli hata kama hisia zetu zinapinga. Tuombe. Baba yetu, tunaomba msamaha pale tulipokukosea. Kuna sehemu tumeuzika. Kuna sehemu tumeruhusu hisia zisizokuwa sio kweli zienee na kutawala katika maisha yetu. Baba, tunaomba msamaha. Baba, yawezekana kuna msikilizaji amesikiliza hili neno na hili neno limemgusa. Ninaomba umsaidie. Naomba utusaidie, kwa sababu katika haya maisha kuna sehemu tumelelewa labda vibaya. Tumeshindwa kuona kwamba hili jambo lenye haki. Tumekuwa kama watoto wadogo wanaonyimwa kitu wakati tunachonyimwa sio haki yetu na hatujanyimwa. Baba, ninaomba utusaidie tuweze kutembea katika njia ya haki na tusiweze kuuzika. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina. Tumesikia mbiu